Rais wa Taiwan ndugu Lai Ching-te ameahidi kuharakisha ujenzi wa mfumo wa ulinzi wa anga wenye tabaka nyingi ili kukabiliana na kila alichokiita vitisho vya adui, akimaanisha tukio ama tishio linaloongezeka kutokea China. Katika hotuba yake ya kitaifa Ijumaa wakati wa maadhimisho ya siku ya taifa ya Taiwan, Lai alisema tutaongeza kasi ya ujenzi wa mfumo wa TDOM na kuanzisha ulinzi wa anga wa kiwango cha juu wenye tabaka nyingi zaidi, uwezo mkubwa wa kugundua mashambulizi na ufanisi mkubwa wa kuyazuia. Kauli hii inakuja wakati serikali yake ikikabiliwa na shinikizo kutokea Marekani kuongeza uwezo wake wa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya ghafla kutokea China, ambayo inadai kuwa Taiwan ni sehemu ya ardhi yake. Rais Lai anayejulikana kwa msimamo wake mkali wa kutetea uhuru wa Taiwan alisisitiza kuwa taifa hilo litaendeleza amani kupitia nguvu, huku akiomba Beijing kuachana na matumizi ya nguvu au vitisho vya kulazimisha mabadiliko ya hali ilivyo sasa katika mlango bahari wa Taiwan. Mwaka huu umekuwa mgumu kwa utawala wa Lai baada ya jaribio lililoshindikana la kuondoa wabunge wa upinzani, jambo lililoiacha serikali yake ikiwa haina wingi bungeni. Pia ushuru wa Marekani kwa bidhaa za Taiwan na mashaka kuhusu utayari wa Rais Donald Trump kuilinda Taiwan yamepunguza imani katika ushirikiano huo muhimu. Katika hotuba yake, Lai alitangaza mpango wa kuongeza bajeti ya ulinzi hadi zaidi ya 3% ya pato la taifa ifikapo 2026 na 5% ifikapo mwaka 2030, akisema hii inaonyesha dhamira yetu ya kulinda taifa letu kwa gharama yoyote ile. Rais huyo pia alieleza azma ya Taiwan kuunganisha teknolojia za kisasa na akili ya bandia, yani AI, katika ulinzi wa kijeshi ili kujenga mfumo wa kijeshi wenye akili na uwezo mkubwa wa kujibu mashambulizi kwa haraka. Pamoja na hayo, serikali yake itaimarisha sekta ya ndani ya ulinzi na minyororo ya uzalishaji ya ndani ili kulinda ukuta imara wa kujilinda. Maadhimisho haya ya mwaka huu yanaadhimisha miaka 114 tangu kupinduliwa kwa utawala wa kifalme wa Qing nchini China na kuanzishwa kwa Jamhuri ya China, ambayo serikali ya Taiwan inadai kuwa ni urithi wake wa kihistoria. Tangu mwaka jana, China imekuwa ikifanya mazoezi ya kijeshi makubwa karibu na Taiwan, ikiwa ni ishara ya kuonesha nguvu. Hata hivyo, wachambuzi wanasema Beijing huenda haitachukua hatua kali kwa sasa, ikizingatia changamoto za kisiasa anazokabiliana nazo Rais Lai. Aidha, inatarajiwa kuwa rais wa Marekani Donald Trump anakutana na rais wa China Xi Jinping katika wiki zijazo kujadili makubaliano mapya ya kibiashara, mazungumzo ambayo huenda yakawa na athari kubwa kwa mustakabali wa Taiwan. Kwa sasa Taiwan inabaki kuwa taifa dogo lililozungukwa na tishio kubwa, likiimarisha ngome zake huku likitegemea kivuli cha ulinzi wa Marekani ili kuzuia Beijing kufanya uvamizi wa aina yoyote.